Hapa mwongeaji wa siku ya leo ndiye niliyechaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hiki wilaya ya Temeke kwa muda wa miaka 5. Kulia kwangu hapa yupo katibu wangu wa wilaya ndugu Joseph Atembwilo, na pembeni pale kuna mwenezi wa wilaya ambaye ni ndugu Lambert. Pembeni yangu pale kuna mweka hazina wa jimbo hili la Temeke na wilaya hii ya Temeke kichama ambaye ni ndugu Sameda Benedicti. Kushoto kwangu huku kuna viongozi baadhi wa mikoa ambaye ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Temeke, na pembeni pale anayefuatia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama taifa ndugu Otomari Lyampawe. Pembeni pale ni mjumbe wa kamati tendaji ya wilaya na baadhi ya viongozi wengine wa kamati tendaji ya wilaya wapo huko wamekaa. Kwa hiyo huu ndio uongozi kamili wa wilaya hii ya Temeke ambao uko salama na unaendelea na ujenzi wa chama ipasavyo. Hakuna kiongozi hata mmoja ambaye hapa amepungua, amekosekana leo kwa dharura, lakini chama Temeke kiko salama. Kuna viongozi wetu ambao wanasema eti wanajiondoa Chadema kwa sababu ya kutengwa. Hakuna kiongozi aliyetengwa, narudia tena. Hakuna kiongozi aliyetengwa na uongozi wetu huu. Ila wameanza kutafuta visababu vya namna ya kuigawa Chadema. Lakini na sisi tuwahakikishie Chadema haigawanyiki. Chadema ni mapenzi ya Mungu uwepo wake hapa. Kama si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo Chadema ingekuwa haipo. Kwa hiyo ni ushirikiano upi wenzetu wanaohitaji sisi tupewe? Si kwamba John Wegesa Heche ajui kwamba mimi nilikuwa namuunga mkono Freeman Mbowe, anajua. Na Heche mimi ni rafiki yangu siku nyingi kwa sababu tunafahamiana chama hiki zaidi ya miaka 15. Anajua fika. Lakini anajua kwamba sasa tunaijenga mama Chadema. Hatumjengi mtu. Jambo la usaliti ndani ya chama. Kuna viongozi ambao wameibuka wanafanya usaliti. Juzi tarehe 10 kuna kiongozi aliibuka huku akajitambulisha yeye kama ni mwenyekiti wa jimbo hili. Napenda kuweka sawa. Mwenyekiti wa jimbo hili ni mimi, Benito Melken Mapinga. Yule aliyejitambulisha juzi alijitambulisha kwa sababu ya kwenda kufanya utapeli huko anakoelekea. Alijitambulisha kwa sababu ya kujipandisha chati. Kwa hiyo na wale viongozi wote ambao walijitambulisha pale juzi, baadhi ni viongozi wa kweli. Na tunataka tuseme sekretarieti yao wanaotangaza leo kutengwa, wao ndio walikuwa waandalizi ya chaguzi zote kuanzia kwenye matawi mpaka taifa. Walikuwa wanajua wanapaswa kwenda kugombea, iwe kata, iwe jimbo, iwe mkoa, iwe kanda. Ili uwe kiongozi ndani ya chama hiki, mwisho wa siku uwe na wewe mtu wa maamuzi. Usitegemee cheo cha kuteuliwa. Kwa hiyo wao waliganda kufanya wanaoyafanya makao makuu wakitegemea uteuzi tena, kwa sababu akili zao siku zote zimekuwa zinafikiri kuhusu uteuzi. Hakuna kati yao hata mmoja aliyewahi kugombea uongozi wa chama hiki kuanzia kata na akashinda. Ni waoga wa kwenda kwenye uchaguzi, wanategemea uteuzi. Sasa chaguzi zimekwisha. Wao walitegemea wateuliwe, wakakosa kuteuliwa. Ukikosa kuteuliwa, unarudi kuwa mwanachama wa kawaida. Sasa nani unataka kutafute wewe kama kiongozi? Kwa sababu ukigombea ukiwa nafasi, hata ukiwa mjumbe wa kamati kuu, mwenyekiti wa chama taifa, katiba haimzuii kumteua yoyote kwenda kuwa naibu katibu mkuu au katibu mkuu. Licha ya kuwa wewe ni mwenyekiti wa wilaya au mwenyekiti wa mkoa au mwenyekiti wa kanda. Lakini kwa sababu hao wenzetu ni waoga wa kugombea, wakategea vyeo vya kuteuliwa.
Ilipofika wakati wa kuteuliwa wakanyolewa wote. Sasa wamechanganyikiwa, wanafanya biashara na mahasimu wetu. Salum Mwalimu, tunajua historia yako vizuri, na tunajua Kigaila pamoja na Mlema pamoja na Mwita. Wakati wote mkiwa pale makao makuu hamkuwahi kuwa na urafiki na Salum Mwalimu. Tunataka tuseme leo, Mlema, Mwita, Kigaila hamkuwahi kuwa na urafiki na Salum Mwalimu. Siku zote mlikuwa mkitengana. Kwa hiyo leo Salum Mwalimu amegeuka kuwa bosi wenu. Tunaomba mtoke mtuambie nini kimewapata leo Salum Mwalimu amekuwa bosi wenu. Ana nini Salum Mwalimu kikubwa cha kuwa yeye bosi wenu anawatuma nyinyi? Tuambie kilichopo kati yenu na Salum Mwalimu mpaka leo amegeuka ghafla kuwa bosi wenu, wakati mkiwa pale ofisi ya makao makuu ya chama hamkuwahi kuelewana. Msiwafanye Watanzania wajinga, msiwafanye watu wa Temeke ni wajinga, msiwafanye wana Chadema ni wajinga. Sisi tunajitambua na nyinyi tunawatambua. Sasa mmeamua kufanya biashara ya siasa. Kila mnakokwenda mnasema njooni huku, mwenyekiti taifa atakuja huku. Nani aliyekwambia mwenyekiti taifa ana mpango wa kuja huko, Mheshimiwa Freeman Mbowe? Acheni kuwalagai watu wasiojua lolote. Mwita, Mlema, Kigaila, acheni ulagai, na Salum Mwalimu acheni ulagai. Watanzania wa sasa wanajitambua. Sisi tuko Chadema. Mwenyekiti wetu wa kanda Mheshimiwa Boniface Jacob yuko Chadema. Kanda ya Pwani tuko imara. Na ndio maana tumeamua sasa tutawaambia ukweli wenu. Hatuhitaji muendelee kulagai watu. Tunawaambia mnataka kuondoka, ondokeni salama. Msianze kuchafua viongozi wetu ambao sisi tulitumia jasho na damu kuwapata. Na muda si mrefu tunakwenda kutangaza operation, kuendeleza operation ya no reform no election. Tutazunguka mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, nyumba kwa nyumba mpaka waelewe. Na tarehe 19 tuko mahakamani kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa majina naitwa Kubra Abdalla. Mimi ni mwenyekiti wa BAWACHA mkoa wa Temeke. Mkoa wa Temeke ambao unawakilisha na majimbo mawili, jimbo la Mbagala na jimbo la Temeke. Ile ajenda ikapelekwa kwenye mkutano mkuu, ikapelekwa baraza kuu, ikapewa kibali. Unapowapa kibali na mkutano mkuu na baraza kuu, na wanachama wote lazima waitikie. Wewe ni nani? Eti unaandika barua unapeleka kwenye chama, unasema kwamba mimi naenda kukilishauri chama tuingie kwenye uchaguzi huku tukidai reform. Hayo sio mawazo mbadala hata kidogo. Hawakitendei haki chama chetu. Huwezi kudai reform wakati uko kwenye uchaguzi. Utazidai vipi na wewe umeshakubali kuingia kwenye uchaguzi? Kwa hiyo mimi nataka tu niwaambie, michezo yote tunaifahamu, na sisi wana Chadema sasa hivi ni watu waelewa sana. Huko chini hakuna mtu atakayekuja wa Chauma akampokea. Waambie kabisa, tunawaambia watapopolewa mawe huko chini. Hata sisi mimi ni wa Chauma, sisi katibu mkuu wa Chauma, hatutakubali. Hatuwezi kuyumbishwa. Hatuwezi kuyumbishwa. Vyama vingi vinaibuka karibu ya uchaguzi ili kuvigawa vyama vya upinzani vyenye nguvu. Kwa hiyo hatuwezi kukubali kabisa. Hatukubali na wala hatutaweza kugawanywa. Ukitaka nchi hii iwe na amani, nenda kwenye misingi ya haki ya vijana. Nenda kwenye misingi ya haki ya ajira. Nenda kwenye misingi ya katika kila sekta, ndipo nchi hii mtapata amani.